Habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 8 Juni mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea taarifa muhimu kuhusu hali ya usalama katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi, maendeleo ya kisiasa, masuala ya kijamii na mengine yanayogusa maisha ya wananchi. Na niendelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taarifa kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 8 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tuungane pamoja kwa habari za jioni ya leo. Vifo vimeripotiwa katika kijiji cha Ilundu kilichopo katika eneo la Itombwe wilayani Mwenga katika Kivu Kusini siku ya jana Jumapili tarehe 7 Juni baada ya tukio la mashambulizi ya bomu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani na mashirika ya kiraia, watu wasiopungua 2 wamepoteza maisha na miongoni mwao kuna kijana mwenye umri wa miaka 19. Tukio pia limesababisha majeruhi kadhaa wakiwemo watoto 2. Mtoto mmoja wa umri wa miaka 7 ambaye ni mwanafunzi wa darasa la pili la shule la msingi ameripotiwa kujeruhiwa mkononi. Mtoto mwingine mwenye umri wa miaka 12 amejeruhiwa sehemu nyingi za mwili, ikiwa ni pamoja na shingoni, mikono yote miwili na mguu. Hata hali yake inaelezwa kuwa ya tahadhari na hatari na inahitajika matibabu ya haraka. Watu wengine waliojeruhiwa ni kijana wa miaka 29 ambaye ameumia kichwani na sehemu mbalimbali za mwili. Pia kuna mzee mwenye umri wa miaka 54 alijeruhiwa kwenye miguu yote miwili. Jirani yake mwenye umri wa miaka 58 naye ameumia pamoja na kijana mwenye miaka 19 ambaye amejeruhiwa kwa sehemu nyingi za mwili na hali yake inaelezwa kuwa mbaya zaidi. Mbali na watu kuumia, pia kuna uharibifu wa miundombinu ya elimu. Inaripotiwa kuwa madarasa mawili ya shule ya msingi ya Ilundu yameharibiwa kutokana na mlipuko huo. Hali imeleta hofu kubwa kwa wakazi, walimu na wanafunzi wa eneo hilo. Wakazi wa eneo la Ilundu wanasema kuwa tukio hilo limeongeza tena wasiwasi kuhusu usalama wao, hasa kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika wa amani katika maeneo ya mashariki mwa Kivu Kusini. Tukio hilo limetokea wakati ambako mitihani ya kitaifa ya darasa la 6 ENAFEP ilikuwa imepangwa kufanyika katika baadhi ya maeneo ya Mwenga, hususan Kipupu na Tumungu kati ya Jumatano na Jumanne. Hata hivyo, baada ya tukio hilo kuna hofu kubwa ya kuhusu usalama wa wanafunzi na walimu wakati wa mitihani hiyo. Mashirika ya kiraia eneo hilo pamoja na wananchi wanatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha usalama wa raia, hasa watoto na wanafunzi, pamoja na kurejesha amani katika eneo hilo. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea ili kujua chanzo chake na wale waliohusika na tukio hilo. Shirika lisilo la serikali la kutetea haki za binadamu Protection Plus limeeleza tena kukerwa kwake sana na hali mbaya ya usalama na binadamu inaendelea katika eneo la Mambasa jimboni Ituri. Katika taarifa iliyotolewa siku ya leo Jumatatu tarehe 8 Juni, shirika hilo linaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya miili 17 isiyo na uhai iliyogunduliwa tarehe 23 Mei katika kijiji cha kidini eneo la Mongaliema katika kundi la Adifele ndani ya cheo cha Waleso Karo. Kwa mujibu wa shirika hilo, miili hiyo bado hajazikwa hadi sasa, zaidi ya wiki 2 baada ya kupatikana kwake. Protection Plus nasema hii ni ukiukwaji mkubwa wa heshima ya binadamu, inaonyesha ukubwa wa mzozo wa usalama unaendelea kuasili maeneo mbalimbali ya Mombasa. Shirika inaeleza kuwa watu hao wanaaminika kuuawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa Defe wanaofanya kazi katika sehemu hiyo ya Ituri. Shirika hilo sasa linataka serikali na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kuhakikisha miili inazikwa kwa heshima na usalama, pamoja na kulinda maeneo husika ili kuzuia hatari zaidi. Pia nasitiza kuimarishwa kwa usalama katika eneo hilo ili kulinda maisha ya wananchi. Protection Plus nasema wazi kuwa kuheshimu wafu ni jukumu la msingi na kila jamii yenye ustaarabu. Naongoza kuwa kucheleweshwa kwa mazishi kunasababisha maumivu kadhaa na makubwa zaidi kwa familia zilizondokewa na wapendwa wao na kwa jamii nzima ambayo tayari imeathirika na machafuko. Taarifa mpya ya kulaani hali hii inakuja wakati ambako Mombasa inaendelea kukumbwa na matukio mara kwa mara ya ghasia zinazohusishwa na makundi ya waasi. Katika miezi hivi karibuni, mashirika ya kiraia yameendelea kutoa tahadhari kuhusu mauaji ya raia na watu kuyama makazi yao kwa wingi, jambo linaloonyesha kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo hilo la Ituri.
Katika mji wa Uvira leo usalama endelea kuwa ya wasiwasi baada ya kusikika kwa milio ya risasi katika baadhi ya vitongoji vya mji usiku wa kuamkia leo Jumatatu tarehe 8 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mamlaka ya mji wa Uvira, naibu meya na meya wa mpito Kifara Kapenda Kikia amekemea vikali vitendo hivyo vya matumizi ya silaha ovyo vinavyosababisha hofu kubwa kwa wananchi na kuvuruga utulivu wa mji. Akihojiwa kupitia kipindi cha Amka Tujenge kinachorushwa na Radio Le Messager du Peuple, Kifara Kapenda Kikia alisema milio hiyo ya risasi ilisikika katika maeneo tofauti ya mji, ilisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Amesema pia kuna watu wachache walijeruhiwa kutokana na lio, ingawa kutoa idadi kamili ya waliopata majeraha. Ameongeza kuwa hali ya sasa ya Uvira si ya vita, na amewahakikishia wananchi kwamba mji huo uko katika mchakato wa kurejea kwenye utulivu na usalama wa kudumu. Hata amesitiza kwa vitendo vya kurusha risasi kiolela vinajaribu na kuharibu juhudi za kurejesha amani. Meya Mpito ametoa onyo kali kwa watu wote wanaobeba silaha, akisema kuwa yote atakayesubutu kutumia silaha yake bila kufuata sheria au njia kiolela atachukuliwa hatua kali na za kinizamu za kisheria. Pia ametaka wanajeshi na vyombo vya usalama kuendelea kufanya kazi kwa weledi na kujiuzuia ili kulinda maisha ya raia. Amesitiza kuwa ni muhimu kila mtu mwenye silaha kuzingatia maadili ya kazi yake ili kuepusha hofu na machafuko ndani ya jamii, hasa katika kipindi ambacho wananchi wanahitaji amani na utulivu. Na kwa upande mwingine, katika taarifa tofauti iliyosambazwa kupitia wenzetu wa Kivu News 24, msemaji wa kundi kimoja cha wazalendo ameeleza kwa undani kwamba milio ya risasi inaweza kuwa na uhusiano wa matukio ya kiusalama yanayoendelea katika baadhi ya maeneo ya mji. Basi tumsikilize msemaji huyo wa wazalendo ambaye yuko mbele ya kamera za wenzetu wa Kivu News kwetu News 24, alafu baadaye tutarudia tena hapa studio kwa habari nyingine zaidi. Jambo sana. Unaweza kutambulisha? Ndio, kwa majina naitwa Bwemere Amitie, niko president wa movement MPDP FAP inayoongozwa na Jemadari Kamama Mbigirwa. Tena ni mwanamemba wa Coalition Nationale ya Wazalendo inasimamiwa pia na General Kamama Mbigirwa. Kiongozi, raia wa Uvira wamelala katika wasiwasi nyingi, mpaka sasa hawajafahamu nini iliyoendelea majira ya usiku. Tuambie kwa urefu hali ilikuwa namna gani? Nawaza masasi ilisikika usiku, ilikuwa kati ya majeshi ya Namtaga ambao walifika hapa kumupiganisha Jemadari Kamama Mbigirwa. Wakati Jemadari alisikia Namtaga nafika kwa kumpiganisha, aliona kwamba hawezi pigana na mwenzao mzalendo, alifer appel ku FARDC juu ya kuja intervenir. Kwa hiyo masasi ambayo imesikika sasa usiku sio kati ya Kamama na Namtaga, ila ilikuwa ni masasi ambayo ilisikika kati ya intervention ya FARDC na Jemadari Namtaga, ambaye alishuka kutoka kule juu na kushuka mpaka hapa ku entourage ili kupiganisha Jemadari Kamama Mbigirwa. Inaweza kuwa chanzo gani kwa yeye kushuka kumpiganisha jemadari mwenzake wakati hakuna tatizo yoyote hiyo? Sababu hayajulikana, sababu hakutuonesha hata sababu ya msingi, ila chanzo yawezekana kwanza ulevi. Alikuwa analewa sana, na baada ya kulewa alinyang'anya simu 2 kwa watu hapo juu. Wakati kijana mwenye shop yake alikimbia, hasa mahali alikokimbilia ngambo za chini, kiongozi alitaka kumfuata kule ili amchukue zile simu. Na baadaye alipofika alikutanana maaskari wasiokuwa na silaha, sababu Jemadari Kamama huwa anapokonya maaskari wake silaha na kuziweka ndani kwa sababu ya usalama uonekane ndani ya jiji letu la Uvira, hususan huku Kasenga. Na hali ilikuwa namna gani? Kulikuwa watu walijeruhiwa ama hali iko namna gani? Hadi sasa hatujajua watu ambao wamejeruhiwa, lakini kufatana na audio ambayo imesirkule ya mtu wake mmoja, inasemekana kwamba mwenyewe amepata jeraha, lakini hatujui jeraha hiyo inapatikana nafasi gani. Na unaweza kutoa ujumbe gani labda kwa makamanda wengine, kwa raia? Mpaka sasa tunasikia tena milio ya risasi juu. Kwa hii asubuhi watoto wanaenda shuleni, wengine wanafanya kazi, wajikamate namna gani? Sasa ningeambia raia wa Uvira watulizane, hakuna kitu. Masasi ambayo imesikika sasa hivi ni sababu FARDC ilitoka hapa kwetu kutuona, tuliwaelezea mambo na hali jinsi ilivyo. Baadaye walipanda kumuona Jemadari Namtaga ambaye hakutaka kuwapokea, na mara moja alianza kuwafyatulia risasi. Sasa milio hiyo ya risasi ni Namtaga ndiye alikuwa anataka tena kupiganisha FARDC.
Nyie kama wazalendo, hii hali ya kupiga masasi holela na kati ya amani iko mjini Uvira, je, ni sahihi kabisa nyie kubaki hapa nyumbani Uvira kuliko kwenda kwenye shamba la vita? Asante na shukuru. Kwenye shamba la vita ni kweli, ni maana tuwe kule, lakini kama unavyojua tuliambiwa tutoke Luvungi na tuje tuingie sote Runingu. Na waza kuna adui kama unavyojua. Adui ni Katogota ambako tungepashwa patikana. Lakini hilo sio tatizo. Tatizo kwa hapa Uvira, majeshi yetu yote yako kwenye uwanja wa vita huko Lemera, Rurambo ndiko wanapatikana. Ikiwa kiongozi yuko hapa, alikuja kwa ziara ya kazi. Yeye kama coordinator alikuja kwa ziara ya kazi, na wale wengine ambao wanaikaa hapa Uvira wanajua ni kazi gani wanafanya. Na tatizo kwamba tuliamua na tulishika silaha kwa kupigania rahia, lakini cha kushangaza rahia tena inaanza kusikiliza milio ya risasi isiyokuwa ya adui. Kumbe kwangu mimi ile si sahihi. Na kwa nini mnaendelea kuwapa ruhusa majeshi kuendelea kuzagazaga na silaha ovyo kama nyie wa viongozi wa majeshi wa kizalendo? Ndio, unajua kwamba uongozi wa kijeshi cha kizalendo kama unavyojua tuna structure ine. Moja inasimamiwa na Yakutumba, inasimamiwa na Kamama, inasimamiwa na Ngoma Nzito, pia Alexi, na kila mtu anapana mitindo kwa majeshi yake. Waliopiga masasi ni majeshi wa Ngoma Nzito. Majeshi wa Ngoma Nzito ndio waliopiga masasi. Hilo swali ni kuliuliza Ngoma Nzito, kwa nini anaruhusu hadi sasa majeshi yake kupiga masasi na kuzagazaga Uvira? Na kila mara mnazidi kuaidia raia wa Kasenga amani. Na kila mnapozidi kuaidia amani ndio amani inazidi kupotea kabisa. Je, unahisi nini ambayo natuma raia wa Kasenga kila siku wako na nyanyasika? Ni sababu wazalendo wote wanaegamia Kasenga ama vipi? Na wazalendo hawaigamii Kasenga. Hapa majuzi nilisikia kwamba Kilibula, Songo, fasi nyingine masasi yanalia, lakini tutambue kwamba wakati adui alitoka mjini Uvira, si kwamba Uvira inakuwa shwari. Adui naye mwenyewe aliacha wazalendo feki ndani ambao wanaleta usalama mdogo kwa jina la wazalendo. Na kwa hiyo ikiwa Kasenga inapata matatizo haya, si kwamba ni wazalendo sahihi ndio wanapiga masasi. Ni sharti uchunguzi ufanyike, tujue ni nani mzalendo wa kweli, nani asiyekuwa mzalendo wa kweli. Tulipata taarifa ambayo ilishitua watu jana na saa 11, saa 12 huko Katogota, na tujisi tunavyojua coordination ya mheshimiwa Kamama inafika mpaka kule, na wakasema kuwa ni wazalendo ndio walianza kuzirusha masasi kupitia adui wa M23. Je, hiyo kitu ni ukweli? Nawaza kwa swali hilo sina uhakika, siwezi nikakudanganya sababu FARDC mwenyewe ambaye anakuwa huko hayatosha uhakika. Kwa hilo mimi siwezi tosha uhakika ambao FARDC haikutosha. Kiongozi, kwa kumalizia, unatoa ujumbe gani kwa FARDC? Kwa sababu FARDC ndio baba yenu, nyinyi mnamshirikiza FARDC na mnaita FARDC kwa kufanya intervention. Unatoa ujumbe gani kuhusu hali maliziki? Kwanza tunashukuru FARDC. Wakati masasi ilianza sisi tuliona hatuwezi pigana sababu hatujui sababu ya kupigana na Mtaga. Mara moja tuliita FARDC na FARDC kweli ilifika papo hapo. Kwa hiyo shukrani zetu kwa viongozi wa FARDC ambao wanakuwa hapa Uvira. Pia tunawaahidia sisi kama coordination ya General Kamama, tunawaahidia kutumika kononi. Pia tunaahidia raia wa Uvira kamwe hatuwezi kurudisha usalama mdogo kama vile tunavyofanya Sange kwa sasa. Tunatumika na FARDC, tunatoa majeshi jioni na wanapiga doria na FARDC bila tatizo lolote. Na wale ambao walikuwa naibia watu simu zao Sange, najua wamepata soro yao na kwa sasa wanapatikana hapa Birode ya sekteri. Mimi hapa Uvira pia hatuwezi kubali mtu yeyote ambaye amelewa, amekunywa pombe, amevuta ganja awe chanzo cha kurudisha usalama huu. Na mwisho kwa raia wote ambao wanazipigania kwamba hii video ambayo inaanzisha ni General Kamama. Hapana, nitaka kuambia raia watupatie confiance ambao wanatupatiaga. Kamama sio msazi, sio ila wazimu kupiga masasi usiku. Na kama uchunguzi, nawaza uchunguzi hadi sasa unafanyika, na uchunguzi unafanyika na FARDC na vitengo vingine. Mahali Kamama yuko na mahali kwenye Namtaga alitoka ni mbali zaidi.
kwenye alitoka ni mbali zaidi kumfuata jemadari Kamama, na watu wanawazia kwamba Kamama ndiye alipanda huko juu kumfuata na Mtaga. Hapa nakamilisha kwamba sio Kamama ndiye alifuata na Mtaga, lakini na Mtaga ndiye alifuata jemadari Kamama, na baadaye jemadari Kamama alifanya apele kwa FARDC ambayo ilimfuata huko juu kwenye anapatikana. Na hadi sasa kama unasikia ulio ya risasi inasikika, je, nawaza mumeona Kamama na ikana na majeshi yake hapa? Je, yeye anapiga masasi tena kule? Ni huyo Mrugaruga ambaye anapiga masasi. Ujumbe wa mwisho kwa wazalendo wote. Wazalendo tuungane. Kwanza sisi tumepewa kazi na raia, sababu sisi tuko wa volontaire la défense de la patrie. Tunatumikia raia. Sasa ile raia ambayo tunatumikia inapashwa ishi na usalama mzuri, sio kwamba sisi tuwe chanzo cha kusumbua tena raia. Asante. Katika kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi yanayofanywa na kundi la waasi ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya nchi imesitiza tena dhamira yake ya kuimarisha mapambano ya kijeshi pamoja na msaada wa kibinadamu kwa wananchi walioathirika. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, ameeleza wazi kuwa serikali itaendelea kuonyesha mshikamano wa kitaifa kwa wakazi wa maeneo walioathirika zaidi, hususan watu wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini pamoja na wakazi wa Mombasa katika jimbo jirani la Ituri. Kwa mujibu wa serikali, maeneo hayo mawili yameendelea kuwa chini ya mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa ADF yanayosababisha vifo, uharibifu wa mali na kuhama kwa wananchi wengi kutoka makazi yao. Katika upande wa usalama, serikali imeeleza kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea kwa kasi kupitia vikosi vilivyoko kwenye maeneo hayo ambapo kuna muundo maalum wa kijeshi unaofanya kazi katika sekta mbalimbali za operesheni ndani ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza kuwa vikosi vya jeshi la taifa FARDC vinaendelea kuimarishwa ili kuongeza uwezo wa kukabiliana na mashambulizi hayo ya waasi. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa maeneo yote yaliyoathirika na rejesho salama na wa kudumu na wananchi wanarudi kwenye maisha yao ya kawaida. Katika juhudi za kuongeza ufanisi wa operesheni hizo, serikali ya DRC pia inaendelea kushirikiana na nchi jirani kama Uganda kupitia operesheni ya pamoja inaitwa Shujaa, ambayo inalenga kwa kuwabana na kuwazuia waasi wa ADF wanaojificha katika maeneo ya misitu na mipaka ya nchi hizo mbili. Patrick Muyaya ameeleza kwa ongezeko la ukatili la waasi wa mashambulizi ya ADF hivi karibuni linatokana na shinikizo kubwa la kijeshi na luwekwa dhidi yao. Kwa mujibu wake, waasi wanajikuta wakibano na mashambulizi ya vikosi vya jeshi, mara nyingi kulipiza kisasi kwa kushambulia raia wasio na hatia ili kueneza hofu na taharuki. Amesema kwa vitendo hivyo vya kikatili vinapaswa kuwalainiwa vikali na kwamba serikali itaendelea kuhakikisha kuwa mashinikizo ya kijeshi dhidi ya makundi hayo yanaongezeka hadi vitisho hivyo viishe kabisa. Zaidi ya operesheni za kijeshi, serikali imeweka pia mkazo mkubwa kwenye upande wa kibinadamu. Inasisitiza kuwa hali ya watu waliokimbia makazi yao na wale walioathirika moja kwa moja na mashambulizi wanafuatiliwa kwa karibu na kila kikao cha serikali. Kwa mujibu wa utaratibu ulioweka kila siku ya Ijumaa katika baraza la mawaziri, waziri wa nchi anashughulikia masuala ya kijamii, misaada ya kibinadamu na mshikamano wa kitaifa anawasilisha taarifa za hali ya kibinadamu nchini. Taarifa hiyo inalenga kuhakikisha kuwa misaada ya dharura ikiwa ni pamoja na chakula, huduma za afya na makazi ya muda inawafikia watu walioathirika katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini kwa wakati unaofaa. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kuunganisha nguvu za kijeshi na msaada wa kibinadamu ili kuhakikisha kuwa amani na rejea na maisha ya wananchi katika maeneo ya Beni na Mombasa yanarudi kama hali ya kawaida. Katika juhudi za kuimarisha amani na mshikamano wa kijamii katika eneo la Walikale jimboni Kivu Kaskazini, makundi ya kujitolea wazalendo pamoja na wananchi wa sekta wa Nianga katika kundi la Waloya Uroba wamefikia makubaliano ya kurejesha uhusiano mwema na kuishi kwa amani baada ya kipindi cha mvutano uliodumu kwa muda. Makubaliano yalifikiwa siku ya jana Jumapili tarehe 7 Juni baada ya kumalizika kwa mazungumzo ya siku 3 yaliyofanyika katika kijiji cha Ntoto. Mazungumzo hayo yaliandaliwa na baraza la vijana la wilaya Walikale na kwa usaidizi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO. Lengo kuu la mkutano ilikuwa ni kurejesha hali ya amani kati ya vikundi vya wazalendo na wananchi, kuimarisha mshikamano wa kijamii pamoja na kuhamasisha utamaduni wa kuishi pamoja kwa maelewano katika eneo ambalo limekumbwa mara kwa mara na changamoto za kiusalama. Washiriki wa mazungumzo walijumuisha viongozi wa kisiasa na kiutawala eneo hilo, viongozi wa makundi mbalimbali ya wazalendo, wakiwemo wanachama kundi la Wazalendo Uhuru liongozwa na jenerali wa kujitangaza Mashite, wajumbe wa kanda ya 34 ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, pamoja na wakilishi wa makundi mbalimbali ya wananchi wa Waloya Uroba.
Katika makubaliano hayo, pande zote zilikubaliana kuweka pembeni tofauti zao na kujitolea kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuimarisha amani ya kudumu. Washiriki walisisitiza umuhimu wa kuheshimiana na kuendeleza mazungumzo ya mara kwa mara na kushirikiana katika kutatua changamoto zinazokabili eneo lao. Mratibu wa shirika la Groupe d'Action pour la Protection d'Enfance GAPE, Bamse Bayamba Mishiki, alieleza kuwa kabla mkutano kulikuwa na hali ya kutokuaminiana na mivutano kati ya wananchi na wapiganaji wa Zalendo. Hata hivyo, kupitia mazungumzo hayo kila upande ulipata nafasi ya kueleza malalamiko yake na hatimaye kuomba na kutoa msamaha. Kwa mujibu wa Bamse Bayamba Mishiki, hatua imefungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya pande hizo mbili na kuleta matumaini ya kurejea kwa utulivu katika maeneo yalikuwa kikabiliana na migogoro ya kijamii. Waandalizi wa mkutano wamepongeza moyo wa ushirikiano ulioonyeshwa kwa washiriki wote. Wamesema kuwa moja ya mafanikio makubwa ni ya mazungumzo ni hayo kuleta ukaribu zaidi kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya wazalendo na wananchi, jambo ambalo linaweza kusaidia kuimarisha usalama wa eneo hilo. Baada ya hitimisho la mazungumzo hayo, washiriki wameahidi kuzungumza kwa sauti moja kuhusu masuala ya maendeleo ya usalama wa Loya Uroba. Wameeleza kuwa mshikamano mmoja na maelewano ndiyo nguzo muhimu zitakazowezesha eneo kusonga mbele na kujenga mustakabali bora wa vizazi vya sasa na vijavyo. Tunaonekana kama ishara muhimu ya kumatumaini katika jitihada za kurejesha amani na kuimarisha utulivu katika wilaya Walikale na maeneo mengine yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 8 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Endeleeni kufuatilia Kivu News Info kila siku ili kupata habari za kweli, habari za kuaminika na habari kwa wakati kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info kuanzia waandishi na watangazaji, tunatakia jioni njema, usiku mwema wenye amani, utulivu na mafanikio katika shughuli zenu za kila siku. Mimi ni Teloje Longa na asante sana kwa kuendelea kutusikiliza, na tutanane tena kesho asubuhi katika matangazo yetu yajayo kwa habari zaidi. Bye bye na chao, jioni njema na muwe na usiku mwema. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.